Kwa muda kwenye makafani ya Umash jijini Nakuru baada ya familia ya Humphrey Kigera Mwai ambaye mwili wake umekuwa kwenye makafani hiyo kwa miaka 5 na miezi 9 ilipozuiliwa kuchukua mwili wake licha ya amri ya mahakama kuharamisha kuendelea kuzuiliwa kwa mwili huo kutokana na deni kubwa la hospitali na makafani linalojumuisha milioni 8.5. Mike Chalo na mengi zaidi. Walifika kwenye makafani ya Umash saa 2 asubuhi wakitarajia kupewa mwili wa Humphrey Mwai uliozuiliwa kwa takriban miaka 5 na miezi 9 baada ya kufariki Oktoba 6 mwaka 2021 kutokana na ugonjwa wa corona na kuacha deni la shilingi milioni 5.5 kwenye hospitali ya Nakuru Nursing Home, zaidi ya milioni 3.5 zikiongezeka tangu mwili ulipohifadhiwa hadi leo. Kwa saa 3 kukizuka mvutano, usimamizi wa makafani ya Umash ukionekana kudinda kuachilia mwili licha ya amri hii ya mahakama kuharamisha kuendelea kuzuiliwa kwa mwili huo iliyowasilishwa kwa Mei 22 kabla ya fedha za jeneza na usafiri kuwasilishwa kwa jana jioni. Jana nilikuwa hapa nikalipa pesa ya sanduku na pesa ya gari ya kubeba mwili. Mimi nikalipa 41,000. Si ndio nilipa? Why are they accepting the money? Wakijua atarudi wata complication. Tunaona hospitali vile wakipewa order wafanyikazi hawaelewi, na najua wako na mawakili. Ningeomba wakili wao order zikipelekwa kwa mochari, wakili wakuwa wakiinterpret, wanaambia wafanyikazi. Kwenye kijiji cha Rongai kwenye kaunti ndogo ya Rongai, maandalizi ya mazishi yakiendelea tayari kuupokea na kuuzika mwili wa Humphrey Mwai. Na sasa mzee yangu atalala pahali atantairi. Na Mungu wetu abariki watu wale wamekuja. Hatimaye baada ya mazungumzo ya muda wakiruhusiwa kuchukua mwili huo, afueni kwa familia hii. Kwa zaidi ya miaka 5 familia hii imeishi kwa uchungu wa kutazama mwili wa baba yao katika makafani. Kwa sasa uamuzi wa mahakama ukiwapa fursa ya kumpa buriani. Mike Chalo, TV 47.